nataka tusome kitabu cha Isaia sura ya 43. Isaiah chapter 43. Leo tulikuwa tumesema tutaangalia such a great message today. Inaitwa Waymaker, mtengenezaji wa njia. Mtengeneza njia. Mtu anatengeneza njia anaitwaje? Anaitwa one who makes a way to be possible. Ni kutengeneza mahali watu wanaweza kupita, kwa sababu mwanadamu hapitani kila pahali. Mahali kuna maji mingi, mwanadamu hapiti. Mahali kuna milima mirefu, mwanadamu hapiti. Mahali kuna msitu kubwa, mwanadamu hapiti. Mwanadamu lazima apite mahali unaweza kupitika. So leo tunazungumza habari ya Mungu ambaye ni mtengeneza njia. Pia jirani mtengeneza njia. Mtu anayetengeneza njia anaitwa constructor, manufacturer, contractor. Jehova wetu anajua kutengeneza njia. Na siku ya leo ninawafundisha habari kwa sababu Waisraeli siku moja waliamuka wakajipata wako in the middle of a crisis. Mbele yao kuna Red Sea, nyuma na majeshi ya Egypt, na walikuwa wanataka wavamie kwa haraka sana. In the next few minutes sasa hiyo kutengeneza kwake njia ndio tungependa tuangalie siku ya leo. Anaweza kututengenezea njia sisi. Uendapo katika moto hutateketea, wala mwali wa moto hautakugusa. Maana mimi ni Bwana Mungu. Mstari wa 3, mtakatifu wa Israeli, mwokozi wako. Nimetoa Misri kuwa ukombozi wako. Nimetoa Kushi na Semba kwa ajili yako. Mstari wa 4 anamuita kwa kuwa ulikuwa wa dhamani machoni pangu na mwenye kuheshimiwa, nani nimekupenda. Kwa sababu hiyo nitatoa watu kwa ajili yako na kabila za watu kwa ajili ya maisha yako. Ningependa ushike hilo neno. Mtu akiambiwa maneno kama haya na Mungu, tuseme wewe haukuweko. Hiyo maneno iliambiwa watu wengine, lakini kwa leo uassume hivyo waliambiwa. Mungu anaweza kukuambia. Mungu akwambie wewe ni wa dhamana kubwa sana kwa sababu ya kuokoka, na kwa sababu unatii neno langu. Umejikakamua liwe liwalo, umekuwa yani wewe ni Mkristo. Hata kama majaribu imekuwa mengi, wewe ni Mkristo. Can imagine Mungu akikwambia wewe ni wa dhamana na nitatengeneza njia. Kuna mstari inasema hivyo, tuende mstari wa 18 kwa sababu ya wakati. The Bible says in the verse 18, anasema msiyakumbuke mambo ya kwanza, wala msiyatafakari mambo ya zamani. Tazama nitatenda neno jipya, sasa litashipuka. Je, hamutalijua sasa? Nitafanya njia hata jangwani na mito ya maji vikani. Ya Kiingereza inasema behold, I will make a new thing, now it shall spring forth. Shall you not know it? I will even make a way in the wilderness and the rivers in the desert. That is verse 19. Biblia ya Kiingereza inasema hivi verse 19. Anasema verse 18, forget the former things, do not dwell on the past. See, I am doing a new thing. Now it springs up. Do you not perceive it? I am making a way in the desert and streams in the wasteland. So that is the God we follow. Ningependa kusema kitu kimoja siku ya leo. Mungu tunayezungumzia anaitwa Waymaker, mtengeneza wa njia. Huyu ndiye tunafuata. Ninaweza kukupatia kielelezo mzuri.
mukitembea na mtu, if you just walk with somebody, ukitaka kuenda na yeye vizuri, lazima uelewe jambo lile anaweza kutenda na lile hawezi kufanya nini. Lazima uelewe kama ni watu wawili wameoana, haijalishi umeoa kwa kanisa ama umeoa kijijini ama umeoa the African marriage. That's not the big issue in this life. The issue is you have to understand the other partner. Umuelewe na uelewe ni nini anaweza kutenda na ni nini hawezi kutenda. The same vice, tunasemanga the vice versa. Naye yule mwingine aelewe mwenzake anaweza kutenda nini na yale hawawezi kutenda. Ukishaelewa hivyo, ukubali. Hiyo inafanya nini? You reduce frustrations of less expected results. Yani unapunguza ma frustrations. Kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya kitu tunaitanga expectations. Mwanadamu anakuaga na my expectations. Not expectation moja. Mingi, plural. My expectations. Ukiona mtu yeyote mkirelate na yeye kidogo, my expectations. Ukirelate na mtu kidogo, ungependa kujua ni nini anaweza kufanya, nini hawezi kufanya. That is how life it is. My expectations. Na hii my expectations, once they are not met, is a very good ground for frustration. Ndio maana mnaonanga doa mingi zinakuwa na frustration miaka ya mbele, kwa sababu dada huwa haamini kwamba hii mtu, na vile niliona kama ako smart, vile nilikuwa naona kama ako na akili. Ni expectations inakusubua. Au kwa unajua anaweza fanya nini na ni nini hawezi kufanya. Na hivyo ndivyo ilivyo kwa ndugu. Ndugu wengi wakioa dada wanaonaga tu heaven. Hawaoni kitu kingine. Wanaonaga maisha ingine. Ni vizuri sometimes, ndio maana tunasemaga kuja counseling before. Ukuje counseling before, tukuonyeshe mambo ambayo hujafikiria utaipata mbele, so that ukiipata expectations zako isiwe too high. Where there is too high expectations, the frustrations are too high. Bwana asifiwe. Ukikuja kanisa kama hii, ukoze kuwa careful, expectations zako ziwe juu. Sisi tunakuambia dakika ya kuwa frustrated ni moja hapa. Na mimi nazungumzia Mungu ambaye wale wametembea na Mungu wa Israeli miaka ya pale mbele, wakatembea na Waisraeli, tukapata wanafunzi, tukapata mitume, tukapata manabii. Tukisoma hadithi yao, tunaelewa kwamba Mungu, hata kama hatuwezi kusema mengi, kuna kitu kimoja tunaweza sema yake: Jehova hutengeneza njia. Jehova hutengeneza nini? Njia. Na Jehova akiambia Waisraeli hivi, alijua mwanadamu akiwa duniani ni rahisi sana kuamka asubuhi moja ujipate na kitu tunaita kizungusungu ya hauoni njia. Hauoni njia. Ni rahisi sana. Hii maisha ya Mkristo ni rahisi sana, asubuhi moja unaamka hakuna njia unaona. Na mwanadamu ametengenezwa namna hii. Kuna njia inaonekana na macho. Barabara kama ya kuenda town, hiyo tunaona na macho. Hiyo hata ukienda utaenda straight. Hiyo hautaki kuambiwa, bora unafuata njia. Lakini mwanadamu ako na njia ingine ya ulimwengu wa roho ambayo mambo ile iko mbele yako unaiona kiroho, hatuwezi jua ni nini unaona. Gumu sana. Hiyo mambo sasa ndio wengi ukituona hapa ni dim, ni fog. Ni kinundu. Hatuoni, lakini hatuambii watu. Na njia, wadugu na wadada, is very important. Njia, barabara ya kawaida na ya kiroho, ni very important. Njia ni very important. Mtu yeyote ambaye hajawahi kosea njia akajua njia ni important, labda tukueleze. Sisi tumeshaikosea njia ya kawaida na mpaka ya kiroho tukakosea. Tunajua how important it is. Kama hujaipotea, sisi tumeshaipotea. Sisi tumepotea
tunajua ni nini kupotea. Wengine wenu hapa hujaipotea. Kama hujaipotea siku mzima, ukitaka kujua umepotea ni kupotea siku mzima. One good day. Mimi nawapeanga story, tulitembea na my father na my grandmother, alikuwa high school zile. Mimi was kijana mkubwa, nikaambiwa na my father tumzidikishe. Tulikuwa tunaishi msituni. Alafu akaniambia niangalie njia vizuri vile tutarudi. Tulipotea saa 4. Tulitoka asubuhi na mapema. Kule kwa yule mzee anaitwa Baba Nicole Karoki. Kwa huko tukakuja mpaka soko inaitwa Home. Halafu by father, kwa sababu ni msitu na msitu haikuagi na njia pana, kana kuanga kajia kutoshea mguu. Akaniambia umeshika njia, nikamwambia ndio. Tuliporudi na nyanya yangu alikuanga kichwa kimeharibika, so lazima ningemuongoza. Nyanya, my grandmother, yule amezaa baba, alikuwa amerogwa. Alirogwa kitabu. So sisi tulimpata kichwa imeharibika. Tulikaa na yeye hivyo mpaka akakufa. So mimi ndio nilikuwa trusted kuongoza njia. Tulipotea, tukatoka Home, tukapata njia, tukaenda tukitafuta njia, tukaenda mahali kunaitwa Karandi kwa kina Naomi, nyumbani mahali amezaliwa. Tukatoka hapo tukaenda mahali kunaitwa njia kuenda Chaka. Mwishowe tulipata ni saa 11 jioni. Na tunauliza watu, njia ya kuenda Kafaru ni wapi? Kuna mtu anajua vizuri. Tulizunguka msitu na my grandmother. Mwishowe jioni kafika, nikamwambia mahali tutapata nyumba watu wanaishi, tutaomba tulale hapo, tutafute tena kesho. Sikuwa mjinga vile, anyway niliona tulalelele mahali. Wangapi umeshahilalelea kwa watu mahali kulalelea? Anyinyi ni wazuri. Kama hujahilalelea, uko na advantage in life. Kuna kitu hauwezi kujua kulalelea. Kulalelea ni kuomba kwa watu ambao ni my neighbors na hawajui, ni strangers. Ni strangers, unawaomba briefly, una explain who you are, where you have come from, na ulalelele pale na wawe safe na wakubali wakupea mahali ya kulala. Na ikiwezekana, unajua strangers wanaweza kukupatia a different place other than their house for them to be safe, for their security. Unaweza pewa nyumba ya buzi hapa na ifungwe na kufuli na uulizwe na uambiwe kwa sababu ya security tunakuomba ulale hapa kwa hizi ng'ombe zinalalanga hapa, na tufunge na kufuli just in case juu hatukujui. Mtu ambaye ameomba kwa kulala hakuagi na shida, anasema of course yes, no worries. Wengi hamujawahi omba mahali ya kulalelea. Angalau asubuhi ingie uende ukijiona. Ni bahati ya Mungu, mahali tulienda kuomba, mahali ya kulalelea, watu wakatuambia hapa kunaitwa Berere. Na Berere na Dathi hasiko bali. Inaweza gharimu wana wa mkienda na barabara straight. Tulienda na my grandmother hata tukikibia. Grandmother, na unajua mkikibia na your grandmother kama kijana, nataka uone hiyo picha. Grandmother na grandchild ni jioni na wanakibia. Unaweza fikiria ni nini? Alafu mkutane na alafu hiyo grandmother ukimwangalia kichwa si mzuri. Ndio maana mnaona wengine wetu sisi tunajua kuishi na watu hata wale vichwa si mzuri. Hata kichwa si mzuri. Kuna ndugu tuliishi naye hapa na wengi mlikuwa mnaniambia kichwa si mzuri. Mimi sikuona kitu kubwa. Kuishi na mtu kichwa si mzuri si kitu kubwa. Ninajua kuhado mtu kichwa si mzuri. Wangapi hapa mnaweza hado mtu kichwa si mzuri? Ni moja tu. Wengine hamwezi. Jamii yenu mtu mmoja akiharibika kichwa mtafanya nini? Tuseme kwenu nyumbani mtu haribike kichwa. Na ndio maana mnaona mtu ameharibika kichwa anakuaga na disadvantage. Hakuna mtu wa society
wacha watu wao. Mtu akiharibika kishwa, hakuna mtu anasemaga ni wao. Hata hii Ruaka na Gashie, kama mtu anasemaga, naonaga watu wanatakaga mtu mzuri, mtu smart. Na si uwe smart bure, na uwe na kitu watu wanarecognize. Watu wanasema wewe ni wetu. Wewe ni we? Yeah, watu wameumbwa hivyo. Wangependa mtu waseme wao ni wao. Usho ni wito. Hata juzi kulikuwa na kipindi ingine ya wanaitwa aje artist. Kulikuwa na kipindi artist. Sasa walikuwa grouped na region, Central region, Ukambani region, sijui wapi. Alafu kulikuwa na ya Wakisii. Alafu barabara akaitwa. Mliona hiyo? Wakisii walisema si wetu. Ni kuambiwa waliambiwa ni Mokisii. Hivi anaiba akipanda kwa nyumba juu akifanya miguu hivi, si wetu. Angekuwa Bwana asifiwe. Mnanielewa vile nasema? Human beings wako na njia haionekanagi na macho. Hii mnatuona hapa. In fact hii vile mmekuja church, umekuja straight to the church. Una hiyo kijia kama hiyo ulikuja na ni ya kiroho. Na hiyo njia ndiyo tuko ina shida nayo hata mimi. Kwa sababu hiyo njia kuna mahali inafikaga unaikosa. Unaikosa. Wala mmeshawahi endesha gari, drive gari. Umetoka barabara ya Nakuru, umekuja umepanda Kinongi. Ukifika pale karibu ya boda uingie pale Kinongi flyover. Boda ya Nakuru na Kiambu. Pale tu Kinongi wa mlima hapo, hiyo mnaonanga kibao imeandikwa welcome back Kiambu. Na pande nyingine imeandikwa welcome Nakuru. Ukipita hapo saa ile kuna fog. Hata kama uko na gari iko namna gani, hata kama ina unangaji, zote gari zinakuaga zimefanana hapo kwa fog. Zinaonanga fiti 3. Hata Prado zile kubwa fiti 3. Hata ukiakicha Toshi zile zinaonanga msituni bali uakishe naona hapa. Ni maana unaona wakati wa fog hiyo barabara hakuna gari inakibianga, zinaonanga zote na slow motion. Na hata hiyo slow motion kuna watu huwa inatisha. Hiyo ya kudrive gari kwa fog inakatakaga mtu brain yake ni very strong. Hiyo na hiyo barabara unaijua, angalau unaijua. Alafu wengi wale mumeendesha kwa fog, mtu ana time pad moja kwa sababu hata mnaweza kugongana na gari katikati. So mtu anaangalianga nini? Karaini ile iko kwa extreme edge. Gari inapitia hapo na usikibie. Usikibie kwa sababu mahali popote hauoni njia vizuri, you are at risk. You are at risk ya kufanya nini? Cruise visibility. Ujipata umeanguka. Na wadugu na wadada wa Kristo wengi mnawaona kanisani, njia zao za kiroho zilipotea kitambo. Kuna kitu anaona ni vile tu amepata dunia ya kawaida, njia ya kukuja kanisani hiyo wanakuja straight. Wanajipata hapa. Sikupenda. Na wengine wanakuja njia straight mpaka church kwa sababu miili yao iko adapted kwa church. Wanakujaga hata hawajuagi wanakuja church. Wanajipata wako church. Unajua ukiadapt kitu moja kiingie kwa blood, unaweza kutembea hata ukiwa kwa usingizi. Tembea ukiwa kwa usingizi. Hiyo gift ya kutembea kwa sababu ya system inafanyanga kazi hata kwa giza. Wale mumeamuka usiku, mnajua ni nini ninasema. Unaweza amuka saa 9 ya usiku na uko na usingizi mzito na umekazwa na haja. Alafu ufungui macho. Juu ukifungua macho hiyo usingizi itaisha. Onaenda straight kwa washroom. Na hutaki stima ya kichwa. Na unamaliza na unarudi wapi? Tunaendanga hivyo, iko kwa system.
Si ni kama mtu ambaye amehama nyumba na amesahau hajahama, mwisho anajikuta wapi? Hapo. Mimi nilipohamia Red Hill, mimi hatukuwa tumepanga na family tuhame. Tulikuwa tumepanga tutengeneze nyumba vizuri, tukishamaliza tufanye official opening. Wakaenda kuangalia nyumba one day in course of the week. Ate walale wasikiage kama kutakuaga na baridi, kwa sababu watu wanazamaga kuna baridi. The following day that night hawakurudi. Nilishindwa family iko wapi? Wakaniambia wao waliona hawarudi pande hii hapa Kasharani. Tulipohama officially na tukahama, mimi mara 3 wadugu na wandada nilijipata Kasharani kwa Waruge bila kujua. Bila kujua. Kwa sababu ni kitu iko kwa system. Nilienda hii barabara Kasharani kwa shule, mimi ndio huyo. Kwanza nikiongea na simu, one roshi, nasimama kwa gate ya Waruge. Saida nimekata simu, ndio nataka nifunguliwe gate. Nakumbuka si hapa nilihama. Kwa sababu ni kitu iko kwa wadugu na wanada. Unapoona wadugu hapa church, wengine wamekuja kwa sababu ni kitu iko kwa system. Lakini ukiwauliza kabisa kama jia iko sawa, hata hawajui kama wako kwa jia ama hawako kwa jia. Inaitwa kuona dim. Inaitwa dim. Sasa hiyo kuona dim haianzi na sisi. Ilianza mpaka na Waisraeli. Walikuwa na ni watu wa Mungu. Na Waisraeli by virtue of being an Israelite. Washa hii kushida tukikiri hapa Yesu ni mwokozi wa maisha yangu. Halafu unafanyika sasa mtoto wa Mungu. You have to confess. Mwisraeli si lazima confess. Kuzaliwa tu Mwisraeli, by virtue of light you become. Wanasikia mambo hapa ni dim. Hatuoni. Paka Mungu inabidi atume nabii sasa waambie wana wangu wa Israeli, waambie na wakumbushe, mimi I am a maker of the way. Jehova anasema mimi natengeneza njia. Kwanza anaambia wa Israeli, msiwe na problem, natengenezaga njia mahali hakuna njia. Mahali hakuna mwanadamu ameshaipita. I make a way. Na sisi tumekuja kanisani, ningependa kukufundisha leo katika jina la Yesu Kristo. Mungu tunaye muandama, Mungu tunaye relate na yeye. We relate with a God who is a way maker. Wacha kunyamaza hapa kama wewe upotee njia. Mtu upotea njia. Na usifikirie ati ni kupotea njia kitu utajua. Ile mambo inafananga mtu asikie njia kiroho umepata fugufugu, yani umepata dim. Ni mambo very critical. Uanga ni mambo physical. Ina transform at once na 1 minute. Alafu inakuingiza kwa spiritual realm. 1 minute physical things can transform things for you to lose direction spiritually. Kwa mfano, mnaweza kuwa mumekaa na bwana yako na mke wako. Mumekaa 10 good years. 10 good years. Halafu your wife anakuambia siku hizi mimi sioni kama uko na akili. Of course, if all goes well na singependa tupigane, mimi ninataka kuenda Amerika. Na ni mzee. Number 1, unapata choko. Ati uende wapi? Wacha kustuka. Nilikaaga nawe hapa nikikwambia. Na unanjuaga miaka mingi nimeonaga kama hauna akili. Sasa mimi upigana nipige duru, lakini kuanzia kesho niko airport ninaenda. Unamuuliza my dear, nakwambia acha kuniita my dear. Please, niko na another dear ngambo ananingoja. Hiyo alone. Hiyo inaweza fanya mpaka urusi. Haya, wale mko na watoto shule, haujawahi pata katoto kamefukuzwa. Hauna pesa, hauna kazi. Mwalimu amepeana inaitwa indefinite. Mepeana likizo ya indefinite. Napata mtoto wako hapo. Na saa hiyo hauna pesa hata giri 5 ya kurudisha mtoto shule, hiyo 5 hauna.
Na ndio watu wala mumejaa wisdom and knowledge, kama umeshawahi kosa njia, shida kama hiyo hainyamaziwi. Ukiona your brother ako in that fugu ya dim na fog, tafuta giri 3 kwanza, mwambie rudisha mtoto, hata kama deni ni 40,000. Abia mwalimu ruhusu 2 weeks. Hiyo 2 weeks hata kama watafukuzwa, unakuwa na mweneni. Maybe my God will have made a way. You should relate with the Christians in a way that kama njia zake zimefungika, uko na uwezo wa kusema ama kuona kwamba Mungu anaweza kufungulia njia. Mnanielewa wadugu na wadada? Hatuwezi weko hapa tuseme ati kwamba watatu ndio wanafunguliwa njia, mimi na Mark hapa. Sisi ndio tunafunguliwa hapa njia na Wabugwe. Mungu anafunguliaga watu wote njia, wale ameita wake in Jesus name. Mnanielewa? Na sote tunafikaga mahali njia inakosa wote, hata mimi potea hapo, tunaona dim fog. Ile kitu inatu encourage ni kwamba huyu Mungu tunaitaga hapa sadi tukiabudu, hii tunaongozwa hapa na Minister Dickson. Hiyo Mungu ni mtengeneza njia. Ndio maana tunakuambia zama kwanza, kwa sababu ni mtengeneza njia. Ukirelate na mtu atakupea kile huwa anapeana. If you relate well with somebody who is a giver, he will always, or she will give what he always gives. Ukirelate na mama anauzanga madizi, urelate vizuri, hakika na ukweli, yule mama kitu cha rahisi kukupatia ni dizi moja utakula. Ukirelate na mama ambaye anafanya kazi ya viazi, urelate na yeye vizuri, na yeye is a giver, be assured utakula viazi. Utakula nini? Viazi. Ukirelate vizuri na mzee ambaye kazi yake ni kulima boga, urelate na yeye vizuri as a good friend, be assured boga utakula. Naye Mungu ukirelate na yeye vizuri, mimi ninakuambia leo, hauhitaji watu wako ng'ambo na hauhitaji watu wa hapa kwamba lazima wawe. Our God is not a respecter. Be assured he will make a way for you. Utengeneza njia. Na wadugu na wadada, nakufundisha leo, this ibada ikufikie na hii ujumbe. Some of us, we don't need, in fact, sisi hatuhitaji kutengenezewa njia mahali hakuna. We are contented with the grace of God. Sisi hatutaki mahali hakuna njia. Tunaomba Jehova tutengenezee njia mahali kunayo, ni vile sasa hatuoni. Wangapi mko hapa mnasema kama mimi? Bwana asifiwe. Unajua wengine tunasema he makes a way where there is no way. Make a way where there is no way. Sisi hata hatufiki hiyo level ya kuomba make a way where there is no way. We are certain of our God. He makes a way. Sisi tunaomba Jehova atengeneze njia mahali kuna njia, tuione in Jesus name. I'll ease the burden. Hiyo njia iko mahali iko, nione. Wengine wale wako na maimani kubwa, wangependa kufufua watu, wangependa biguni ndio wao watengenezewa njia mahali hakuna njia. Mnanielewa? Mnajua sisi tumeombea miujiza mikubwa na midogo. Tumekaa kwa wokovu, tumejaribu hata kufufua watu. Kama hujai jaribu, mimi nimejaribu kufufua. Mimi ningesema badala ya kungangana na maimani nyingine kubwa zaidi, ninaomba Mungu atusaidie na wadugu na wadada. Sisi tunaomba neema moja. He makes a way where there is no way. Lakini sisi hata hatutaki where there is no way. Wengi tunaomba the grace. Mahali kuna njia na hatuioni, tuione in Jesus name. Sometimes we simplify life. Hii maisha ya kiroho iwe rahisi. Life without a clear way is very disturbing. Life without way, maisha ambao haina njia. Wacha hii njia ya kawaida.
maisha ambayo haina vision. Hii ndio Biblia inasema, for a nation without a vision will perish. Ni hiyo vision. Hiyo vision ni kusema kwamba vision si kitu naweza ona uelezee watu na macho atatuonyeshe watu ndio hii rangi ya yellow. Mnaiona hii ndio vision. Vision ni kitu ambayo iko tu ndani yako lakini haionekani. Sasa ni wewe unaweza kutuambia, is your vision clear? Vile mambo iko. Wadugu na wadada, mkituona hapa, Mkristo kupoteza njia hii nasema ni rahisi. Unaweza kuwa kazini upewe barua ya termination. Unajua wengine hawajawahi soma termination letter. Sisi wale tumesoma termination letter tukiwa tumeokoka, tumejazwa na roho ya Mungu na tunadhio marama gandori kabonazeka. Hey, termination letter. Hapo dimi zinaishaga at once. Na ukitaka kujua mambo hii practical, mambo hii physical, huwa inasababisha sana as well kuleta fugufugu ama kuleta fog kwa maisha, dim. Hii fog inaitwa mist. What is mist or what is a fog? It is a cloud that it forms near the ground. Na Kiswahili inaitwa ukungu. Ukungu ni mawingu meupe mepesi, huwa inajitengeneza duniani. Hapa duniani hapa. Lakini ukungu ama mist ama fog haikujangi tu hivyo. Fog, wale mko na experience fog, mist, hiyo ukungu inafanyikaga aje? Number one, lazima kuwe na mvua. Mvua mzito. Mvua inyeshe kama jana ama usiku wa manane. Ama inyeshe mchana saa 8, saa 9, saa 10 alafu iondoke. Na saa hiyo na wewe unatoka Nakuru. Na mvua ilinyesha ikakauka. Hiyo mvua ilinyesha ndio huwa inasababisha ukungu. Mist. So hii mist ya kiroho nasema lazima kuwe ni nini imesababisha. Wadugu na wadada, mkituona kanisani, hakuna mtu hapa hana kitu inaweza sababisha mist, mafog. Kwanza doa, wale mko kwa doa, anytime mist. Wale mko kwa doa. Kwanza wale vijana mlichagua wasichana wale warembo zaidi dunia, utishe wengine na kuambia utatishwa mpaka kaburini. Kama your wife ni very smart, ujue mahala popote ya kienda ni mist. Hiyo ni mist, ni fog. Inaweza kutokea anytime. Mist. Unaona mtu akiwa na pesa mzuri na Mkristo, wadugu na wadada, uombe na bidii. Hiyo pesa ikiisha kidogo, hiyo inaingia at once, ni fog. Na mist. Uone njia kabisa. Mist. Ama mtu akufiwe na mtu anapenda. Mtu akufiwe na mtu wa karibu. Mtu ambaye alikuwa your strength. Mtu akufe, unaona mtu alikuwa strength, inaweza kusababisha ile mist hujaiona, mist ya life. Ama mtu alikuwa ameshikilia maisha yako. Ama your boss. Mnaonanga boss hawa wanaitwa boss. Ndio maana sitakaki kuitwa boss sana. Boss aondoke. Wengi wanabaki pale wakilia, my boss is gone, I can't see another one like this one. Sometimes boss be bad. Be very bad, so that hata ukiondoka hatutalia sana na hatutateseka sana. Mnashika vile ninasema? Bwana asifiwe. Mist. Ameshaipoteza mtu wa karibu.
Sisi miaka ile tulikuja Nairobi. My brothers are here, my sisters. Mama Dana ako hapa. Tulikuja Nairobi tukiwa na jamaa. Kuna jamaa alikuwa a strength of almost the family. Alikuwa anaitwa Washira. Tulikuwa tunamdhamini. The guy transformed my life immediately after the life of houseboy. Alipata mimi nilikuwa nina save pesa kutoka 1990. Ndio nilifungua account Karatina Post Bank. Na sikuwa nimeiguza hata nikiwa secondary, hata ningefukuzwa shule singetoa hiyo. Onogeno mukojo hiyo singetoa. Iko wakati nilikaa first term na second term form 3 singetoa. Na hata my father anauliza, hakuna mtu akona kitu nyumba hii. Hakuna. Tunamuuliza tutoe wapi? Toe wapi sasa? Sasa nani wewe umeajiriwa, wewe ni mudhigari wa msitu. Hata afadhali wewe by father unaiba miti msituni. Sisi hatuna. So wakati Washira alipata one day niko na pesa, aliniomba ile pesa yote, lakini akaniambia nitakupea kazi ya kusimamia kazi yangu. Alinipea nikafanya kazi supervisor. Tulifanya supervisor the first loud ya kurudi. Juu tulienda hii barabara ya Western mpaka Uganda mpaka huko tukichora maduka. Tulirudi. Alinilipa pesa yangu na akanipea 100,000. Sijaiona pesa mingi hivi. Na hiyo pesa nilinunua duka. Wale mnajua maisha yangu ya zamani nikiwa mwana youth tulikuwa tuna survive na duka ziko kule Kawagware Bili. I purchased them cash. The machine. My sister yule wako nyuma yangu bado wako kwa hiyo hapo. So tulipokaa hiyo season 1 year Washira akagojeka sana. Na tulikuwa tunampenda sana. Karawaza wa Nairobi West. Naitangwa Nairobi West Hospital. Tulienda one afternoon, nikaenda kumuona. Nilipomuona nikapata haogei kabisa. Mahali aliogea kidogo, akaniambia, Mashira niombe. Kuna watu wanakuja kunishukua. Alafu wanakuja usiku saa ile hamuko. Alafu wengi walikuwa na majembe mabaya na si watu wazuri. Niombe. The following day nilienda saa 6. Baada ya kuomba, daktari akaniambia, umekuja kuangalia nani? Nikamwambia nimekuja kuangalia Duncan. Akaniambia, Duncan alienda usiku. Ungependa kumuona? Nisema hapana. Nimepata mamist nimuone. Never. I went back. I said, God, can you allow? Anaweza si kualao ni hii dunia inakuanga hivi. Ni maana mnaona mtu akikufiwa vile tunaongea, God, can this happen? There is no God. Please, Mungu bado yuko. Ndema misti nasemanga tuseme hakuna Mungu. Na ndio Mungu lazima arudi ahakikishe kuna nabii ama mchungaji ama mtumishi wa Bwana ambaye anarudisha watu kuwakumbusha hata kama kuna mist na fog. Our God still is Jehovah. Alafu Mungu anapeana anointing tukumbushe wadugu na wadada. Mungu anatengenezaga njia. Anatengenezaga nini? Njia. Mtu ambaye haoni vizuri hii dunia, they suffer. Wale wengine mnasikia tukiongea na courage. Hallelujah. Amen. Hata mchungaji kama haoni vizuri vision, na mkaga siku moja anashindwa hii nini inahubiri. Na kuna wadugu na wadada wengi na wakristo wengi wanakufia hapa. Wanakufa. Lazima mkristo awe careful. Uelewe kwamba Jehova ni mtengeneza njia. Ukimuelewa ni mtengeneza njia, utafanya nini? Uache mzaha ya kumwabudu. Uache mzaha ya kumfuata. Inaitwa make a relationship between you and the maker Jehovah God. He is a maker of ways in Jesus name. Mahali mwanadamu hawawezi, our God can make it.
Hata kama sio njia mingi, Mungu anaweza kukutengenezea kajia. Abia jirani kajia. Kajia. Kuna wadugu na wadada hatutaki majia mingi. Kuna watu vile tuliumbwa, brain vile tulienda shule, kama somo ile tulisoma, sisi hatutaki majia mingi. Tunataka kajia. Kamweneni kidogo tu, kamweneni. The rest will be history. Si Bwana akupea kajia wadugu na wadada. Si Bwana akupea kajia in Jesus name. Oh, watu wamekudharau siku mingi. May God make a way for you. Even if it is not a ways, may God just make a way for you in Jesus name. Kajia moja ya Jehova. Kamoja tu hivi. Kajia moja ya Jehova. Naomba utengenezewe in Jesus name. Mungu akutengenezee njia. Ulikuja kwa hii ibada. Mimi ninajua kuna wengi hamwezi abia mtu. Ninajua umeangalia dua yako hauoni kabisa. Saa hii unaona mist, fog. Wengine unaangalia biashara unaona fog, mist. Vile huabii watu. Ikifika hapa kunaendaga aje? We relate with somebody who makes a way where there is no way. He is a way maker. He is a way maker. Ndio maana ametuwekea wachungaji. Hata wengine maisha wale wameenda na gari alafu njia inapotea at once because of mist. Inakuwa dangerous zone. Sometimes hata window screen huwa inapata mist from inside and outside. Inakuwa kana shida hii. Wale mmoja drive gari barabara ya hapa dunia hii. Sometimes gari inapataga mist mbele, nyuma, window screen, hata ndani. Hata kioo ya nyuma, hata gari inaweza pata mist kwamba hata hawezi ona nje. Hata pande zote hakuna. Umeshaiona gari kama hiyo? Kwanza mkiwa mmejifungia wengi na mna breathe. Kwanza mmetoka kukula. Hiyo inaitwa aje? Metabolism. Alafu kunyeche. Kunyeche hivi. Unajua kunyesha ni sign ya majaribu. Ukiota na maji mingi ni majaribu. Maji mingi. Sasa Mungu aliambia Waisraeli hata utakapopitia kwa maji mingi. Mimi nasema utakapopitia kwa maji mingi ni majaribu. Na hiyo Mungu aliambia Waisraeli hiyo majaribu usicheze nayo. Njia inaweza potea. No other akawakumbusha, please, I am a maker of ways. May God make ways for us in Jesus name. Yeah, hallelujah. Jesus. A way is a method or style or a manner of doing something. It is a route. It is a direction. A way is a route or it is a direction. A way is a load, or as well as in relation to distance, as well as to destiny. Kwa sababu nayo njia ambayo ni kuenda unaenda. Oh, unaenda. Hata haujui mwisho ni wapi na haitasimamia. Unaenda. Oh, siku na mchana unaenda. Ona. Enda. Hiyo njia is confusing. So a way must have direction. And a way must have a distance. And in relationship to a destiny. Away. Tunaweza kusema away is an alternative way. It's an option. Away is an alternative route. But wacha niwaambie kitu kimoja nimalize. May I take about 2 or 3 4 minutes, then we close and pray. Mtu yeyote, Mkristo yeyote ambaye hana clear way, especially kwa mambo ya kiroho, they suffer most. Number 1, you suffer something we call anxiety disorder. You become nervous and you fear. Mtu ameshaipotea hii njia Kenya, njia umeshaipotea, you become nervous. Mimi siku moja siku yangu ya kwanza kuajiriwa na kampuni ya gazeti,
niliajiriwa na gazeti, tulikuwa tunachukua pale ya River. Pale ya River ukienda hiyo njia kwenda na Kitengela hapo, factory iko hapo. Hapo ndio gazeti ya Daily Nation ina printiwa. So mnaenda usiku mnachukua. So sisi kuajiriwa nilionyeshwa kazi maximum ulikuwa unaonyeshwa only 2 days. So siku ya 3 unapewa gari uende nayo peke yako. Mimi hata hizo 2 days sikushika kabisa. Route hizo zote za Nairobi zinaenda aje? Sikushika. So niliporudi nikaulizwa umeshika, kwa sababu usiposhika unaambiwa uende nyumbani kabisa, wengine wawili wapewe hiyo interview. Unaweza sema hujashika. Mahali mtu anatafuta kazi, mtu hasemagi mambo mengi. Unasema nimeshika. Yes. Yone. Nikasainiwa gari, basi chukua gari. Nilikuwa najua kuendesha gari kabisa. Fanya nini? Naiendesha pole pole, unaondoka hapo mahali wako ukanganganie mbele. Mimi nilingangana na gazeti nikajaziwa buti. The third day nikatoka River. So gazeti ya kwanza ilikuwa unaweka customs airport ndani. Airport kuna unit ya inaitwa customs. Lazima wakague customs, lazima wakague gazeti yote ya Kenya na gazeti yote ya nje zikaguliwe, zisije na information inaweza pidua serikali. So gazeti ya kwanza unaingiza customs na airport, na hiyo police station iko hapo airport. Alafu hiyo nyingine unasimamiwa wapi? DOD kwa jeshi. Hiyo nyingine unasimamiwa wapi? Hiyo nyingine State House. Sasa huko kwote sikuwa nimeshika kabisa. Lakini nilipotoka airport nilikuja nikaingia pale mass communication. Mass communication ndio walikuwa wanachukua gazeti mingi. Walikuwa wanachukua gazeti like 300 pieces. So nikaingia mass communication, nikadrop kwa askari vizuri. So nikarudi hapo juu, nirudi sasa wapi? Nirudi sasa niende na town. Nikaende DCI, nikaende pale Integrity na alafu niende State House. So nilipotoka Mombasa road, si kushika na huku ni kuenda town ama na huku. So sijui kishwa iliniambiaje. Na huku Mlolongo nimetoka, ndio akili iliniambia ndiko town. So mimi ninaenda town. Naenda town. Najiwekelea kuenda wapi? Town. Ilikuwa usiku wa manane saa 9. Sasa hakuna gari mingi, ndio mimi huyo ninaenda town. Nikapita mahali kama inakaa kama airport. Nikashindwa. Na town imekuwa bali sikuwa nimeona. Nikapita hapo nikaenda. Nilijipata Mlolongo. Nikauliza hapa ni wapi? Nikaambiwa najiona kama pepo na huambii mtu umepotea. Ni masho mtu anaekaga ikiwa red kama umekunywa bagi. Ukiona mtu amekodoa macho Nairobi hii, please wachana na yeye. Wewe unafunga macho juu unaelewa mambo vile iko. Ukiona mtu anafunga macho hivi, ana shida huyo. Mtu ako na shida, anakodoaga jisho lote diameter 1 centimeter vile original jicho iko. Bwana asifiwe. Ukipotea njia, wacha hivi unajipaba hapa ukijifanya na makeups. Moto atakagi kojoa. Naendaga zikimwagika kumwagika. Kiore sajea. Ukipotea njia, you forget everything. Wacha hivi wadada unajua wadada siku hizi mko na formula ya kukaa kama makai. Unajua wadada siku hizi mko na shida mingi sana. Kuna watu unajiangalia kwa kioo. Kwa sababu uko hivi, unajaribu kuweka kama ili ukae kama uko mnono makai. Ukipotea njia mtu huwa hakubuki. Yeye unaangusha makai na midomo original vile ulitoka kijijini. Unaenda ukiwa hivi na haujali. Njia wewe Bwana asifiwe. Mnashika vile ninasema. Hakuna njia umepotea hivi unakaa hapa. Ukipata dada amepotea njia ya kiroho, anatokaga hapa maombi hata hatakagi kujua. Anatakagi kujua hata anatupa viatu. Wewe unaombewa na style. Unaona style.
Alafu nataka tukuombee na Kiingereza, thou good sister in Jesus name, the anointing. Hakuna jia umepotea. Mtu amepotea jia anakujaga hapa akisema basa dohoere. Niende hakuego kuwa niko karibu kukufa. Hivyo. Naye Mungu anashuka because ni mtenda jia. Mungu anashuka kwa sababu ni mtengenezaji wa jia. Number 2, unclear way inaletaga kitu tunaita depression. Mkiona mtu akona depression, ni vision inamtatiza, ameona fog, ameshindwa na kukwenda. Then number 3 tunasema anapata kitu tunaita anger. Mtu amepotea jia kabisa, anakuanga na hasira nyingine. Hasira. Unasikianga hasira. Na ndio maana mkiona mtu kwa chacha kuna hasira mingi, please wacha fujo. Please for a minute wacha fujo. Wale leaders mko hapa, ukiona mama hapa anapiga kelele, karibu apige duru, wacha fujo jameni, wacha fujo, wacha kusema kuna pepo. Mama anaweza kuwa ako na depression. Na depression ya kukosa jia inaletaga kitu kinaitwa angerness. Anger. Na anga inatakanga ipewe nafasi. In fact wale mko good leaders, ukipata mtu ako na anga, mpee nafasi kidogo, mpee kiti kwanza atoe hiyo anga. Wacha atoe. Wacha aseme dei wa ndo the maana ngoma. Nawe kama ni good leader na wewe ni pastor na mwambia ona ni demo hati thina. Ngai nayo tutaidia. Nani mwingine pepo? Bwana yangu ni pepo. Wacha atoe zote. Akishamaliza utamsaidia. Kwa sababu our Lord is a way maker. Na ni vibaya sana tukuite leader hapa, la hawezi tegenezea mtu kujua kwamba Jehova is a way maker. Na la mwisho mtu tunasemanga, you become not interested with anything. Napotea jia. Nasubuanga mtu. Jia inasubuanga wadugu na jia. Hivi kupotea jia. Kupotea jia ni dangerous. Kwanza watu wengi mtu anasikia okay, wangapi hapa umeshaamka asubuhi umejiandaa vizuri, umeoga, umevaa nguo, ungependa kwenda, all of a sudden unapata umekalia kiti. Mwisho unafikiria ulikuwa unaenda unafikiria nilikuwa ninaenda wapi? Mahali ulikuwa unaenda hakuendwi. Na umeoga, umevaa nguo mzuri. Wangapi umeshaioga, umevaa nguo mzuri, after 1 or 2 hours umezitoa, umerudisha ile maguo ya nyumbani. Wangapi? Watatu. Hali so ni mimi tu mnaona hapa. Mimi nimeshaioga vizuri. Navaa masuti na tai. Ninaenda wapi? Wanasikia watu wote kama wako pepo. Ni washirika tu si pepo kwa sababu wananipea sadaka. Wengine wote ni pepo. Unaka. Mwisho unatoa hizo manguo. Si mnajua hakuna mtu hana maguo ile anavaanga nyumbani? Wangapi hana maguo mama nyumbani? Maana itagwa mama maguo. Wangapi? Bwana asifiwe. Mimi naona siku moja tuamke, Mungu atupee neema, tuombee manguo ile tunavaanga nyumbani. Hizo manguo zingine haziwahi obea na mtu, zinakaanga kama manyau, zinakaanga kama mapepo. Mnaona aje? Mimi naonanga hizo manguo kama sometimes. Okay, see all times. Naonanga kama hizo manguo ziko na kapepo na pepo. Si kapepo, kipepo. Wangapi wanaonanga kama hivyo? Kwa sababu tukiwa barabarani tunakuaga smart na nguo. Kwanza your wife vile anaenda hivi barabarani, tunamwaga. Tunaona malaika. Kwanza nguo zile amevaa, zinakaa cute. Mkifika nyumbani mnatoa hizo nguo. Kuna zingine anavaa na wewe unavaa. Karibu muabiane we.
Mnajua ni vile hatusemangi. Hata mimi sisemagi nyumbani. Mimi naonanga nikijaribu kuguza hiki kinguo hiki kunaweza lipuka. Wacha ninyamaze. Na mimi kama ni hivyo, wacha nivae kiangu. Na mimi navaa kingine hapo, kinakaa kama kieleweki. So tunakaa nyumbani like we are all types of mannequins, gorillas. Bwana asifiwe. Tutapata sande moja, tuletewe hizo manguo zote. Mama nyumbani na paper bag tuziobe, zirudi nyumbani. Mwaonaje? Tusiobe siku moja. Unaona vile unanyamaza, todo na yakudogera kihoero. Uramenya dogeda kihoero, kwa jogeda kihoero na gitikonekane. Please, hizo maguo za nyumbani wengine tubadilishe. Tuamini Mungu, turudi kwa bana 50 shillings. Agarau tubadilishe in Jesus name. Bwana asifiwe. Hiyo unajua hatuna time, ningependa kuhubiri. Kuna jamaa mmoja wale tuliishi Kawagware miaka ya zamani, mnanikumbuka. Kuna jamaa alikujanga tunamchomea, ndiye alinipea kazi tukatengeneza. Mnaona ile dovu ziko pale airport ukiingia, mnaonanga dovu za chuma ziko pale za mabati. Tulitengeneza jamaa alikuwa anaitwa Kioko Muitiki. So Kioko Muitiki alikuja wakati mimi nilikuwa kijana wa kiroho. Kihege ya kiroho. Unajua nilikuwa naona kila kitu nakemea. Hallelujah. Amen. Unataka nini wewe? Sasa alikuja tumfanyie kazi. So akakuja kwa workshop. Alikuja na apron, na ile apron si kujua yeye ni artist. So ile apron alikuwa amechora na rangi, anaiweka na brush madot dot, alafu anaweka amen. Sema amen. Na niko waka shop. Badala anishomee yeye, nilimuita mchawi hapo for 2 good hours. Aravu Kioko. I don't know. Kiyo jamaa alienda wapi Kioko? I would like to see the guy. Kioko was a teacher by profession. So alielewa psychology kwamba mimi ni mtu ni ndugu niko na problem. Sielewi hii mambo. So Kioko akacheza na psychology. So alikuwa anakuja, anaingia kwa workshop. Akiangusha vitu, anainua mguu. Anasema, hey! Ananitisha. Na mimi nakemea against the name of Jesus. Na kwa sasa kwa workshop wewe kemea na nguvu. Unajua kuna mambo ukikemea na nguvu watu watakuja kuangalia uko na what problem. Ni ile mambo unafunga kwa udani. I bite. Sasa sometimes nikishoma, alikuwa anakuja mahali na shoma ananisaidia kubite. So I bite. Kumbe alikuwa anacheza na psychology. Na ningependa kuona Kioko nimnunulie rangi. Huyo mtu alifanya ni grow kiroho. Nitoke kwa utoto wa kiroho. Wangapi mko kwa utoto wa kiroho? Si tusimame na miguu yetu jameni, tusimame tumalize ibada. Nasikia neema ni mingi kweli kweli. Oh, he is a way maker. He is a way maker. Ni Mungu mutengeneza njia. Aliambia Isaia, abie wa Israeli kwamba his presence is always there and he can always make a way when a need arises. God makes ways to his people when a need arises.
so that his people may sustain the power to worship him, to worship God. Ukijua Mungu ni mtengeneza njia, your worship shall never remain the same. Kuabudu kwako hakutakaa vile. Kuila kuheshimu Mungu na kumdhamini itakuwa more deeper. You will have a deeper relationship with our Jehovah God in Jesus' mighty name. He is a way maker, ni mtengeneza njia. Oh, hallelujah. God is not only a way maker, he is also a maker of way that leads you to the light destination. Oh, Jesus. We need God to intervene to show us the clear way in our lives. Funga macho yako dakika moja. Tuinue mikono yetu kidogo tuseme he is a way maker. Make a way for us, oh God. Make a way for us, oh God. Tutengeneze njia Bwana. Tutengeneze njia. Wengine Bwana, kuna njia ziko hapa mbele yetu, hata hiyo njia iko hatuioni. Tunaomba, my God, the grace of today, make some of us just to see the way that is ahead of us. Bwana, tufanye tuone, kwa sababu njia ulishatutengenezea kitambo, lakini wengine hatuioni. Tutengenezee tuone njia. Tutengenezee tuone njia. Oh, he is a way maker. Inua sauti yako, mwambie Jehova, nitengenezee njia. Mwambie Jehova, nitengenezee njia. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Mwambie akutengenezee njia. Akutengenezee njia. Jehova akutengenezee njia. Katika jina la Yesu Kristo, akutengenezee njia Jehova. Atengenezee jamii yako njia. Mimi ninaelewa kile ninasema siku ya leo kama mchungaji. Ninapoomba Jehova akutengenezee njia kwa doa yako, ninajua ni nini ninasema. Ninaposema tuamini Bwana atengeneze njia kwa biashara yako, I know clearly what I'm saying in Jesus name. Ninaposema Jehova atengeneze njia kwa sababu ya watoto wako, wale watoto uko na wao nyumbani, wengine wamesoma wamemaliza shule, hamuna njia mnaona. Ninaposema Jehova nimtengeneze njia, atengenezee watoto wako njia. Na siku ya leo tutaishi tukikumbuka kwamba there is a God who is a way maker in Jesus mighty name. Oh, ribarabo shandara baraba. Oh, ribarabo shandara baraba. Oh, ribarabo sanna magana. Wengine njia unayo lakini hauna amani. Kuna maroho imeanguka kukuangamiza. Nataka tuchukue dakika moja. We come against every spirit that is hindering your way. Kila ngome, kila uzito, kila pepo ambayo inakuja kuangamiza jamii yako, ndoa yako, watoto wako, biashara yako, kazi zako. Ile roho inakuja kuangamiza ili utereze kwa njia ama ukose kufaulu katika ile njia Bwana ameandaa mbele zako. Ndio tunaangusha sasa katika jina la Yesu. Tunaiangusha chini ya nyayo zetu in the name of Jesus. Oh, ribarabo shandara baraba. Oh, ribarabo sanda maganda. Hilo jambo ambalo limekuja kukuangamiza, sasa umeanza kuona mist, umeanza kuona ukungu kwa maisha yako. Hilo jambo sasa ndio tunaangusha leo. Tunaliangusha katika jina la Yesu Kristo.